Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo tarehe 18 mwezi wa 3 2025, siku ya Jumanne, juma la pili kipindi cha Kwaresma, mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, sura ya kwanza aya 10 na aya 16 hadi 20. Na somo la Injili linatoka katika Injili Mathayo, sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 12. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 23 aya ya kwanza hadi ya 12. Yesu aliwaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao unena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongoza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu, na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni, na kuitwa na watu rabi. Bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, na nyinyote ni ndugu. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Yesu aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu wapendwa, karibuni tutafakari masomo yetu ya leo, ambapo tunaitwa kuishi kwa unyenyekevu na kutubu dhambi zetu kwa dhati. Tunapata ujumbe wenye nguvu kuhusu unyenyekevu, kuepuka unafiki wa kidini na umuhimu wa toba ya kweli. Haya ni mafundisho yanayotufundisha namna ya kuishi kama Wakristo kweli, si kwa maneno tu, bali kwa matendo yanayoakisi imani yetu kwa Mungu. Katika Injili ya leo, Yesu anazungumza na wanafunzi wake pamoja na umati wa watu, akiwaonya dhidi ya tabia za Mafarisayo na waandishi wa sheria. Yesu anawaambia kuwa watu hawa wanafundisha sheria ya Musa, lakini matendo yao hayaendani na mafundisho yao. Yesu anafafanulia jinsi Mafarisayo walivyo wajuzi wa sheria, lakini wanaipotosha kwa matendo yao. Wanapenda kuonekana wakiwa waadilifu mbele za watu, wanavaa mavazi ya kifahari ya kidini, wanataka kusalimiwa kwa heshima mitaani, na wanachukua nafasi za juu kwenye sinagogi na karamu. Lakini pamoja na hayo yote, mioyo yao iko mbali na Mungu. Kristo anawaeleza pia vile ambavyo Mafarisayo hufunga mizigo mizito na kuiweka mabegani mwa watu, lakini wao wenyewe hawataki kuigusa hata kwa kidole. Injili Mathayo sura 23 aya ya 4. Hii inamaanisha kuwa Mafarisayo walifundisha watu kufuata sheria kali, lakini wao wenyewe hawakuwa tayari kuzitii. Walikuwa na unafiki wa kidini wenye sura mbili, ambapo walionekana wema nje, lakini mioyo yao haikuwa safi mbele za Mungu. Yesu anatufundisha kuwa ukuu wa kweli hauji kwa kutafuta heshima mbele za watu, bali kwa kuwa mnyenyekevu na kumtumikia Mungu na wenzetu kwa moyo wa kweli. Yesu alisema, aliye mkubwa miongoni mwenu na awe mtumishi wenu. Kwa maana yote aliyejikweza atashushwa, na yote anajinyenyekeza atakwezwa. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo,
Leo tunafundishwa tunapoishi katika ulimwengu wa sasa kuna hatari ya kuanguka katika unafiki wa kidini kama Mafarisayo. Tunaweza tukajikuta tunasisitiza sana sheria na desturi za dini, lakini ndani yetu hatuna uhusiano wa kweli na Mungu. Tunaweza pia kuwa na tabia kutaka sifa na heshima kutoka kwa watu badala ya kuishi maisha ya unyenyekevu. Pia Yesu anatufundisha kuwa Mkristo wa kweli si yule anayejionyesha kuwa mwema kwa nje, bali ni yule anayefanya matendo mema kwa unyenyekevu. Tunaitwa kuacha unafiki na badala yake tumtumikie Mungu kwa moyo wa kweli na kuwa wanyenyekevu kwa kila hali. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya anazungumza na watu wa Israeli akiwaonya kuwa wanaishi maisha mabaya na wamepotoka kama watu wa Sodoma na Gomora. Ingawa wanafanya ibada kwa Mungu, mioyo yao imejaa maovu, dhuluma, ukosefu wa haki. Somo la Nabii Isaya linatugusa moja kwa moja sisi wa Kristo wa leo. Tunaweza kuwa tunaenda kanisani, tunatoa sadaka, tunashiriki ibada, lakini tujiulize, je, matendo yetu yanaakisi imani yetu kwa Mungu? Je, tunatenda haki? Je, tunafanya matendo mema kwa moyo wa kweli na tunatafuta sifa na heshima mbele za watu? Je, tunawajali wanyonge? Tunaishi maisha ya unyenyekevu kama Yesu anavyofundisha? Je, tunatubu kwa dhati tunapokosea au tunaendelea na maisha ya dhambi huku tukidhani Mungu hatuoni? Tukiwa katika kipindi cha Kwaresma, Mwenyezi Mungu kupitia Nabii Isaya anatuita kutubu kwa kusema, jiosheni, jitakaseni, ondoni ubaya wa matendo yenu mbele zangu, acheni kutenda mabaya. Jifunzeni kutenda mema, tafuteni haki, waokoeni walioonewa, mhukumuni yatima kwa haki, wateteeni wajane. Isaya sura ya kwanza 16 hadi ya 17. Hapo tunaona kuwa Mungu hapendezwi na ibada za nje tu, bali anataka ibada ionekane katika matendo ya haki na upendo. Mungu anapenda waamini wake waishi kwa kutenda mema, kusaidia wenye shida na kuishi kwa haki. Mungu anatoa mwaliko wa rehema kupitia kinywa cha Nabii Isaya akisema, "Njoni tusemezane, dhambi zenu zitapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu." Isaya sura ya kwanza aya ya 18. Hii inaonyesha Mungu yuko tayari kutusamehe na kututakasa ikiwa tutatubu kwa dhati na kurejea kwake. Mungu anatuita tutubu kwa dhati, si kwa maneno tu bali kwa matendo yetu. Tunapofanya dhambi na kuishi mbali naye, anatualika tuje kwake ili atusafishe na kutufanya wapya. Wapendwa, tupokee wito huu wa masomo ya leo wa kuacha unafiki na kutubu kwa dhati. Yesu anatufundisha kuwa tusitafute ukuu wa kidunia, bali tuishi kwa unyenyekevu, tukimtumikia Mungu na wenzetu kwa moyo wa dhati. Nabii Isaya anatualika tutubu na kuacha maisha ya uovu, tukirudi kwa Mungu kwa toba ya kweli. Tumuombe tujaze neema ya kuwa watu wa haki, wanyenyekevu na wenye moyo wa toba, ili siku moja tushiriki utukufu wake milele. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Simon Basili Hansha wa Jimbo Katoliki la Mbulu, nayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo kuu la Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.